Ninawasalimia wote kwa jina la Yesu. Tunamwabudu Mungu aliye hai. Ni wangapi wanajua tunamwabudu Mungu anayeishi? Mungu anayeona, Mungu anayeshikiri, Mungu anayewaza, Mungu ambaye anazo hisia, Mungu ambaye anafurahi, Mungu ambaye anakasirika, Mungu ambaye ni nafsi. Ndiye tunayemwabudu na ndiye anaye aliye katikati yetu na ndiye anayeishi ndani yako. Na wangapi wanamwamini Mungu wa namna hiyo? Hebu tumaadhimishe tena Mungu. Haleluya. Chukua Biblia yako tuendelee na neno la Mungu. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa tunaendelea nalo. Haleluya. Tumekuwa na somo hili zuri, somo la baraka sana, ambalo linaendana na mwaka tuliopewa kwamba ni mwaka wa kutembea na Roho Mtakatifu. Na masomo tunayopewa yanalengesha reli hiyo, na tuna somo moja ambalo tumeanza kutembea nalo linasema ushirika wa kina na nani? Na Roho Mtakatifu. Ushirika wa kina na Roho Mtakatifu. Hicho kichwa ni kipana. Ndani yake kuna masomo madogo madogo yanayojenga kwenda hapo hapo. Na nilitamani kichwa kibaki hivyo hivyo ili Roho Mtakatifu atusaidie kikae ndani. Atusaidie tunapoenda kutoboa mwaka huu ubaki na neno linalosema ushirika wa ndani na Roho Mtakatifu. Na vile vipengele vingine vinakulengesha kwenda hapo hapo. Haleluya. Sasa leo tunaendelea na kipengele kingine sasa. Hiki kipengele kina kichwa kinachosema faida na baraka za Roho Mtakatifu ndani yetu. Faida na baraka za Roho Mtakatifu ndani yetu. Hili neno faida nimeliweka, lakini linamaanisha kazi anazofanya Roho Mtakatifu ndani yetu, majukumu anayofanya Roho Mtakatifu ndani yetu, faida tunazozipata kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu sisi tulioliamini jina la Yesu. Haleluya. Kwa tutaenda ni refu kidogo hili, tutakuwa tunaenda kadiri Mungu anavyotujalia, lakini kwa hamu ya kwamba kila mtu aelewe wazi zile faida za Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. Lakini pia ni kipindi cha kuendelea kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba msilewe kwa mvinyo ambapo mna uharibifu, bali mjazwe nini? Roho. Muendelee kujazwa Roho. Lugha nyingine inayotumika inasema bali muendelee kujazwa Roho. Yaani tujazwe Roho kila wakati. Tujazwe Roho Mtakatifu kila wakati. Kwa wale ambao wameokoka hajajazwa Roho Mtakatifu, ni wakati wa kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa wale ambao hawajaokoka, hauwezi kupokea Roho Mtakatifu kabla hujaokoka. Maana yake umkiri Yesu Kristo uokoke, upokee ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na kujazwa Roho Mtakatifu sio jambo la mara moja kwa unaendelea mbele. Ni kitu cha kila siku. Kwa sababu usipojazwa Roho Mtakatifu, usipoishi maisha ya kujazwa Roho Mtakatifu, hizi faida za Roho Mtakatifu kuwa ndani yetu hazitaonekana kwenye maisha yako. Haleluya. Hata kuongozwa na Roho Mtakatifu haitawezekana. Kwa hiyo ni muhimu wakati wa somo hili litakavyokuwa naendelea, vipengele mbalimbali vitakavyoendelea, tuko kwenye kipindi cha wakati wote kuendelea kumwambia Roho Mtakatifu, ninakuhitaji katika maisha yangu. Ninakuhitaji katika maisha yangu. Labda mtu mwingine atasema kwamba namhitajije sasa wakati nilivyomwamini Yesu Kristo aliingia ndani yako. Aliingia akakaa ndani ya roho yako. Haleluya. Aliingia akakaa ndani ya roho yako. Ili atoke kwenye roho yako aje kwenye nia yako inayofanya maamuzi. Ili atoke kwenye roho yako aje kwenye nafsi yako inayofanya maamuzi, inayokuwa na hisia, inayopanga mipango. Aje kwenye mwili wako unaofanya mambo mbalimbali. Anahitaji sasa kibali chako. Haleluya. Sema anahitaji kibali changu. Usipompa hicho kibali, hata kuja huko. Utaishi maisha ya kibinadamu huko Roho Mtakatifu anakaa kwenye roho yako.
Utaishi maisha ya kushindwa huku Roho Mtakatifu anakaa katika maisha yako. Utaishi maisha ya wanadamu wengine wanavyoshindwa huku Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Na hapo hutaongozwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Tunaongelea habari ya mwaka wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza akiwa yuko kwenye roho yako na hujamruhusu aje kwenye nia yako, aje na kwenye mwili wako. Hataweza kukuongoza. Na ndio maana ni muhimu sasa tunapoendelea uwe na hatua ya kumwambia Roho Mtakatifu, nakubali uje kwenye nia yangu. Nakubali uje kwenye mawazo yangu. Nakubali uje kwenye fikra zangu. Nakubali kutembea na wewe. Nakubali wewe uishi, mimi niwe chombo chako. Haleluya. Nakubali wewe ndio uishi, mimi niwe chombo chako. Uniongoze kata kulia, nikate kulia, lakini uniwe unayeniambia. Nikifika kulia utafanya kazi yako. Ukiniambia kata kushoto, nikikata kushoto, nikifika pale utafanya kazi yako. Ukifika hatua hiyo, utaanza kwenda viwango vingine vya Roho Mtakatifu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Sasa tunaenda kuona faida na baraka za Roho kukaa ndani yetu au ndani yako. Sasa ya kwanza ambayo tutaanza nayo ni kwamba anatuingiza katika familia ya Mungu. Haleluya. Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako, kazi ya kwanza kabisa anakuingiza katika familia ya Mungu kwa kukuzaa kama mtoto wa Mungu. Hilo ni la kwanza kabisa. Anakuingiza katika familia ya Mungu kwa kukuzaa kama mtoto wa Mungu. Biblia inasema Mungu ni roho. Wangapi wanakumbuka? Mungu ni roho, na waabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na. Kwa hiyo kama Mungu ni roho, watoto wake ni watu gani? Na wenyewe ni roho au sio roho? Kwa hiyo kama watoto wa Mungu ni roho, ni lazima wazaliwe na nani? Wazaliwe na roho. Wasipozaliwa na roho, hawawezi kuwa watoto wa Mungu, kwa sababu watoto hamfananii baba. Mtoto lazima amfananie baba. Kama baba ni roho na wewe ni mwili, mtakuwaje? Kwa hiyo ndio maana kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ilikuwa ni kukuzaa uwe mtoto wa Mungu, uingie katika familia ya Mungu ili ukae katika ufalme wa Mungu. Kwa kuwa Mungu alikusudia wanadamu watakao kuwa katika ufalme wake wao wameshazaliwa kuwa ni watoto wake. Yeye awe baba na wao wana. Haleluya. Haleluya. Sasa niweke kama msingi kidogo juu ya hili. Watumishi wa Mungu, ni vizuri sana kujua, niliwahi kusema tena jambo hili hapo nyuma. Ni vizuri sana kupambanua, kujua kwamba kuna mapenzi makuu ya Mungu na mapenzi ya kawaida. Mapenzi ya kawaida na mapenzi yale makuu. Mapenzi makamilifu. Mapenzi matimilifu ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Ni mapenzi makamilifu ya Mungu mwanamume amuoe mwanamke. Natoa mfano, si ndio Si ndio Ni mapenzi matimilifu ya Mungu mwanamume amuoe nani? Mwanamke. Kwa hiyo mwanamume anaanza kaenda kumchukua mwanamke hata huko mtaani akamuoa, mradi amemuoa mwanamke mmoja na yeye ni mwanamume mmoja, mwanamke mmoja, bado itaitwa ni ndoa, si ndio Na itaitwa ni mapenzi makamilifu ya Mungu. Lakini hayo ni mapenzi ya ujumla, yani ya ujumla. Anaposema makamilifu ni yale ya ujumla. Hujakosea. Mungu ameumba kwamba watu waoane. Lakini unapoingia kwenye undani, unapoingia kwenye yale mapenzi ya ndani zaidi yanayompendeza Mungu, unakuja kukuta kwamba ni katika kuoa kuna vipengele vyake tena. Kama uko kwenye nyumba ya Mungu, ni lazima uwe ndani ya nyumba ya Kwa kuna vitu vya namna hiyo. Sasa kuna yale mapenzi ya Mungu ambayo Mungu aliyakusudia kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu. Yale mapenzi ambayo Mungu alikusudia kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu ni mapenzi ya Mungu makuu. Na popote ambapo mapenzi hayo yanahusika, ujue ukiomba kwa mwelekeo wa mapenzi hayo, maombi yako vizuri sana. Kwa sababu unaomba kitu ambacho Mungu alikiwekea toka msingi. Haleluya. Kanisa tuko pamoja. Sasa Efeso kwa mfano inatueleza kwamba Mungu, hebu tuende Efeso 1 pale mara moja.
Efeso mlango wa kwanza pale. Efeso mlango wa kwanza mstari wa 5. Wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 5. Haleluya. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo kulingana na radhi ya mapenzi yake. Haleluya. Haleluya kanisa. Hili neno analosema kwamba alitangulia kutuchagua. Hili neno alitangulia kutuchagua, maana yake alituchagua kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu. Maana yake aliliweka kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu kwamba sisi tufanywe kuwa wana wa nani? Wa Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Haleluya. Kanisa tuko pamoja. Kanisa tuko pamoja. Ndivyo ilivyo hata kwenye Warumi 8:29. Anasema wale aliowajua tangu mwanzo, hawa aliwachagua tangu mwanzo, wafananishwe na mfano wa mwanae, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Haleluya. Bwana asifiwe. Hivi mimi nikisema huyu ni mwanangu wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, wale ndugu wengi ni watoto wangu au sio watoto wangu? Ni watoto wangu, isipokuwa huyu amekuwa mtoto wangapi? Wa kwanza. Kwa Mungu anaposema kwamba Kristo awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi ambao ndio sisi nasi ni watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho Mungu alikuwa na usongo nacho kifanyike mara tu baada ya kukamilisha uwezekano huo, baada ya Yesu Kristo kukamilisha uwezekano huo, ilikuwa ni sisi tuzaliwe watoto wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sasa hebu tuone mistari ya neno la Mungu. Hebu tusome kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza. Naanzia mstari ule wa 11. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza mstari naanzia 11. Mstari wa 11 unasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapa inatuambia wote waliompokea Yesu Kristo aliwapa uwezo. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hili neno uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu lina maana gani? Hili neno uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ukipita kwenye Biblia mbalimbali, ni neno ambalo linatafsiriwa aliwapa haki. Haleluya. Aliwapa haki ya kufanyika watoto wa Mungu. Yaani ye hakufanyi kuwa mtoto wa Mungu, lakini kazi aliyoifanya inakupa sasa wewe haki ya kuweza kwenda kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Haleluya kanisa la Mungu. Haleluya watakatifu. Kwa hiyo kwa kumwamini Yesu Kristo tulipokea haki ya kufanyika watoto wa Mungu, au mamlaka ya kufanyika watoto wa Mungu. Sasa haishi hapo, kwa sababu kumbuka nasema kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza ilikuwa ni kutuzaa. Haleluya. Sasa mstari wa 13, hebu tusome kwa pamoja wenye Biblia, isije kaa nasoma peke yangu. Mstari wa 13, 1 2 3 go. Haleluya. Hao watu ambao walipata haki ya kuwa watoto wa Mungu walizaliwa sasa, lakini hawakuzaliwa kwa njia za damu, hawakuzaliwa kwa njia za mwili, hawakuzaliwa kwa uamuzi wa nafsi ya mwanadamu. Haleluya. Walizaliwa kwa njia ya Mungu. Haleluya. Hebu tumaadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Maana yake Mungu aliwazaa.
Hawa watu ambao walipewa haki ya kufanyika watoto wa Mungu hawakuzaliwa tena na mwanadamu kwa namna yoyote. Hawakuzaliwa na mapenzi ya mwanadamu kwa namna yoyote, bali walizaliwa na Mungu mwenyewe. Mungu aliwazaa kama ambavyo wewe na mke wako mlizaa mtoto wenu huyo. Sasa Mungu alituzaa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Tukaitwa watoto wa Mungu. Tukaitwa watoto wa Mungu ambao tunaweza tukarithi kwa Mungu kama baba yetu, ambao tuna haki ya kumuita Mungu baba. Tuko pamoja kanisa la Mungu? Tunaweza tukamuita Mungu baba. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Mungu Roho Mtakatifu alivyoingia ndani yetu, alitubadilishia hadhi yetu. Aliibadilisha hadhi yetu kutoka kwenye hadhi ya ubinadamu, kutoka kwenye hadhi ya utumwa, akatupandisha tukaenda kwenye hadhi ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Haleluya kanisa. Biblia inasema ili kwa ahadi hizi nzuri tuweze kushiriki asili ya uungu. Alitupandisha hadhi ya kushiriki asili ya uungu. Kwa kuzaliwa mtoto wa Mungu tuliingizwa kushiriki asili ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sasa wewe hauko tena kwenye asili ya ubinadamu. Tuko wote kanisa la Mungu? Kanisa la Mungu tuko pamoja? Wewe hauko tena kwenye asili ya ubinadamu. Upo kwenye asili ya Mungu. Hivi Bwana Yesu wakati anaishi hapa duniani, tulikuwa tunasema Yesu Kristo ni binadamu asilimia ngapi? Asilimia ngapi binadamu Yesu Kristo? Na alikuwa Mungu asilimia ngapi? Sasa sisi baada ya Roho Mtakatifu kutuzaa tukawa watoto wa Mungu, tuna ubinadamu asilimia 100 kwa sababu ya hii miili. Haleluya. Lakini sisi ni Mungu asilimia 100 kwa sababu tumezaliwa na Mungu mwenyewe. Hebu tumadhimishe Mungu kama tuko pamoja. Haleluya. Kwa vile alivyokuwa Yesu wakati kuwa hapa duniani, sasa ndivyo tulivyo sasa hivi sisi. Tunao miili ambayo sasa imekwisha kukombolewa kwa kununuliwa kwa damu, ili isiwe na madai yoyote. Hebu sema mwili wangu hauna madai yoyote. Sema kwa ujasiri, mwili wangu hauna madai yoyote. Haudaiwi na mila, haudaiwi na makabila, haudaiwi na shetani, haudaiwi na waganga. Hata kama uliwahi kuchanja chale, umekombolewa kwa damu. Umenunuliwa kwa damu, ukawa mali ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nikiwa mtoto wa Mungu naishi kwenye mwili ambao ni wa Mungu, tena ameshaununua. Hauna madai popote. Natembea kwa ujasiri huo. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Sasa hebu twende mlango wa 3 Yohana. Tunataka kuendelea kuona hii kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza ya kutuzaa kuwa watoto wa Mungu. Ilikuwa ni ya muhimu sana. Ni muhimu kuelewa jambo hili, watumishi wa Mungu, kwa sababu kwa kutokulielewa tunaishi maisha ya chini ya kiwango. Mstari ule wa 5, mstari wa 3 ni Nikodemo alikuwa anahojiana na Bwana Yesu. Mstari wa 3, Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo Nikodemo akapata shida pale, akaendelea kuhojiana. Mstari wa 4 pale, mtu atawezaje kuingia tena tumboni mwa mama yake? Mstari wa 5, Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anaendelea kunyambulisha. Alimwambia lazima mtu azaliwe mara ya pili ili uone ufalme wa Mungu. Lakini alipoanza kuuliza maswali, Yesu akaanza kufafanua hiyo mada ili aweze kuielewa. Mstari wa 5 akafafanua zaidi, akasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mstari wa 6
Naomba tusome kwa pamoja. Haleluya. 1 2 3 go. Hao tulikuwa hatuko pamoja. Mstari wa 6 tusome kwa pamoja. 1 2 3 go. Okay, ngoja nisome, naona wengi hamfuatia, hamsomi na mimi. Mstari wa 6 nasoma hivi. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni nini? Haleluya. Anasema kwamba kilichozaliwa na mwili ni mwili. Kwa hiyo wakati tulipozaliwa na wazazi wetu, tulizaliwa na mwili, si ndio? Wazazi wetu walituzaa kimwili. Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Kwa hiyo sisi tukawa ndani mwili. Sasa Mungu anasema anatuzaa kwa roho. Anatuzaa kwa roho wake anapokuja ndani yetu. Kwa hiyo anapotuzaa kwa roho wake, sisi tuliozaliwa tunakuwa nini? Tunakuwa roho. Haleluya. Tuko pamoja Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Yesu alipokuwa anasema tulizaliwa kwa mwili tulipozaliwa kutoka kwa baba na mama hapa duniani, anasema ni lazima sasa tuzaliwe na roho wake ili tuwe roho ambao ni watoto wa Mungu, na hapo tutakuwa kwenye ufalme wake, na hapo tutakuwa kwenye familia yake, yeye akiwa baba, sisi tukiwa watoto. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu. Hatutambulikani. Mstari wa 8 anasema upepo huvuma uendako upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya. Ni muhimu sana kuelewa kwamba sisi ni watoto wa Mungu, tumezaliwa na Roho Mtakatifu, ni roho. Haleluya. Biblia inasema zamani ulikuwa unajulikana mambo yako. Zamani ulikuwa unajulikana mambo yako. Watu wanaanza wakafuatilia mambo yako, wakayajua unaenda huku, unatoka huku, wakajua na mwisho wako uko pale, wakajua kila kitu chako kwa jinsi ya kimwili. Anasema baada ya kuzaliwa kwa roho. Haleluya. Alafu wewe ukawa ni roho. Angalia hali yako sasa. Anasema kama upepo unavyovuma, unasikia sauti yake, si ndio? Unasikia sauti? Kanisa tusikizane, tujibizane. Upepo ukivuma, unasikia sauti yake? Si unaona ukitikisa miti? Si unaona ukipeperusha vumbi? Anasema unajua ulikotoka na unakoenda. Anasema unajua wewe upepo umetoka wapi na unaenda wapi? Unaujua? Anasema ndivyo na hali ya yeye aliyezaliwa kwa Roho Mtakatifu ilivyo. Haleluya. Utaona mtikisiko wake kwamba amekuwepo. Utaona matokeo kwamba yupo, lakini hali yake hutaijua. Anakotoka hutajua, anakoenda hutajua, hatima yake hutaijua. Mtu aliyezaliwa na roho hatambulikani na mtu ambaye yuko mwilini. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Biblia inasema sisi ambao tuna roho tunawajua watu wote, tunawafahamu watu wote, lakini watu hawatujui. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunatambulikana kwa jinsi ya roho. Haleluya. Naongea kwa habari ya wanadamu walioko duniani. Amen. Amen, kanisa la Mungu. Sasa nafikiri mistari hii imetosha, lakini hebu tuangalie Tito, tumalizie Tito kwenye mada hii. Tito mlango wa 3 mstari wa 5. Tito mlango wa 3 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Haleluya. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa hiyo tunapohitimisha kazi hii ya Roho Mtakatifu, ni vizuri sasa ujihakikishie ndani ya kwamba kwa kuwa ulimpokea Roho Mtakatifu, kazi ya kwanza kabla hajafanya yoyote nyingine, alikuzaa uwe mtoto wa Mungu. Haleluya. Alikuzaa uwe mtoto wa Mungu.
alikupandisha hadhi kutoka hadhi ya mtumwa, kutoka hadhi ya Biblia inasema sehemu nyingine kwenye Warumi, anasema hatukupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali tulipokea roho ya kufanywa nini? Wana, ambayo kwa roho hiyo tunalia Aba, yani Baba. Haleluya. Tunaye roho ndani yetu ambaye yeye anamfanya Mungu awe halisi kama baba yetu. Mungu anaogopesha. Mungu ni moto ulao. Mungu Baba wakati anaishi kipindi chake cha kuishi hapa duniani kwenye agano la kale, kwenye ile sanduku la agano, alikuwa ni moto wa kuotea mbali. Mtu akijichanganya kidogo radi imepiga. Alikuwa hachezewi. Huyu ni Mungu Baba. Lakini sasa Roho Mtakatifu anamfunua kwetu. Anamfunua kwetu kwamba huyu ni baba yako sasa. Na sisi tunahusiana naye kama baba. Na ukihusiana naye kama baba, anakuwa mrithi wako. Haleluya. Mungu Baba akiwa mrithi wako, unapungukiwa na kitu gani? Mungu Baba akiwa mrithi wako, unapungukiwa na jambo lolote? Haupungukiwi. Mradi umpambanue kama baba, ushirikiane naye kama baba, uongee naye kama baba, uhusiane naye kama baba. Haya yote yanawezekana kwa Roho Mtakatifu ndani yako. Hebu tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Haleluya. Sema mimi nimepandishwa hadhi kutoka ubinadamu, kutoka utumwa. Mimi sasa ni mtoto wa Mungu, ni mwana wa Mungu, nina rithi kwa Mungu. Mungu ndiye urithi wangu. Kila alicho nacho Mungu ninacho mimi katika Kristo Yesu. Muadhimishe tena Mungu. Haleluya. Ndio maana Mungu, Biblia ikasema kwamba tukirithi pamoja na Kristo. Haleluya. Maana yake Mungu amekuwa urithi wetu na Mungu amekuwa urithi wa Kristo. Kwa hiyo wote tumekuwa warithi wa Mungu pamoja na Kristo. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, hiyo ndio kazi ya muhimu ya kwanza aliyoifanya Roho Mtakatifu ndani yako. Isiondoke ndani yako. Usitembee tena kama maliachwa. Usitembee tena kama yatima. Wewe unaye baba. Haleluya. Wewe unaye baba. Usiwe kama aliyeachwa. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuhakikisha kwamba hatutembei kama walioachwa. Hebu tuangalie kazi ya pili. Tuangalie kazi ya pili. Ziko kazi kadhaa lakini hatutaenda nazo zote leo. Leo tuangalia zile ambazo Mungu atatujalia neema ya kuziangalia. Haleluya. Kazi ya pili ndani yetu, baada ya kuingia ndani yetu, ni msaidizi wetu milele. Ni msaidizi wetu milele kama wana wa Mungu. Haleluya. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu milele kama wana wa Mungu. Kama wana wa Mungu. Mungu alipotuzaa tukawa watoto wake, alijua tuko hapa duniani. Amewazaa watoto wake, lakini wako wapi? Duniani. Wanatakiwa waishi hapa duniani wakimdhihirisha yeye, akiwatumia kusimamisha makusudi yake. Lakini hapo ni lazima waishi na ushirika na Baba. Na lazima waishi kama watoto wa Mungu. Mungu akijua kwamba lazima tuishi kama watoto wa Mungu, ametuzaa, lakini hatujajua kama sisi ni watoto wa Mungu. Hatujajua namna ya kuishi kama watoto wa Mungu. Akatupa Roho achukue nafasi ya pili, kazi ya pili ya kuwa msaidizi wetu milele, kutusaidia tuishi kama watoto wa Mungu. Haleluya. Sijui kama naongea na watu hapa. Kwa Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu anayetusaidia tuishi kama watoto wa Mungu. Tuishi kama vile Kristo alivyokamilisha ile kazi yake kwamba iwe ya kwetu. Kwa lugha nyingine, faida zote ambazo Kristo alizipata kwa kufa na kufuka kwake ziweze kuonekana katika maisha yetu. Ziwe halisi katika maisha yetu. Haleluya. Roho Mtakatifu kama msaidizi wetu anatuhakikishia. Hebu tufungue kitabu cha kitabu cha Yohana mlango wa 14. Yohana mlango wa 14.
tumefika. Mstari wa 16 au nianzie wa 15. Mstari wa 15 anasema hivi, mkinipenda, ni Bwana Yesu anaongea maneno haya. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba. Mstari wa 16 huo, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambao ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusikilizane kidogo, kanisa la Mungu. Wakati Yesu anatembea na wanafunzi wake hapa duniani, Yesu alikuwa kila kitu kwa wale wanafunzi. Naamini tunasikilizana. Bwana Yesu alikuwa kila kitu kwa wale wanafunzi. Kukitokea vita, yeye ndiye alijitokeza akasimama. Wanakuja watu wanadai kodi, yeye ndiye aliyesimama akamwambia Petro, nenda peleka ndoano kule mtoni au kule baharini. Samaki ile wakaanza utakayempata, angalia ndani yake utaona kitu gani? Shekeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipokuwa mahali wanafanya utumishi, kukawa muda umeenda sana, watu ni wengi, hapana chakula, watu wanaanza kuhaha njaa. Wakamwambia, Bwana, hapa tunafanya nini? Yeye ndiye alikuwa suluhisho. Akasema, mna nini hapa? Leteni visamaki mlivyonavyo na mikate mlionayo 5. Akalisha watu 1000. Haleluya. Haleluya. Kanisa la Mungu, tuko pamoja? Yesu ndio alikuwa jibu lao. Yesu Kristo ndio alikuwa kinga yao. Yesu Kristo aliwahakikishia hawapati huzuni, hawakwami popote. Haleluya. Ilifika sehemu nyingine akiona wamechoka, anaambia, njoni huku tupumzike. Njoni huku tupumzike. Kwa hiyo Yesu Kristo aliwafunika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu aliwafunika wanafunzi wake. Alikuwa msaada wa kila kitu. Sasa tunapoona kwamba Yesu alikuwa msaada, naomba tuelewe, sio kwamba walikuwa wanafanya alafu wanafika sehemu fulani na Yesu anawasaidia. Tunaposema Yesu alikuwa msaada, maana yake alifanya kwa niaba yao. Haleluya. Kama ni kulisha makutano, alilisha kwa niaba yao. Kwa sababu kumbuka, aliwaambia sehemu fulani, baada ya kuwaambia kwamba hamna chakula hapa, nyinyi tupu. Yesu akamwambiaje? Wapeni ninyi nini? Chakula. Akamwambia, wapeni ninyi chakula. Sasa wakakwama kuwapa chakula. Wakakwama, akasema, hapa tunawapaje? Watu hapa dinari. Yuda, una nini kwenye mfuko wako? Yuda akawaeleza alichonacho, anambia, hamna kitu hapa. Hamna kitu hapa. Akamwambia, Bwana, yani alivyowaambia walisheni nyinyi, wapeni nyinyi chakula, wao wakaenda mwilini, kwa sababu wako mwilini. Wakasema, hapa ni swala la shekeli. Yuda, una ngapi? Akahesabu kule, akasema, hapa tumekwama. Hapa tumekwama. Una dinari ngapi eti? Wakaenda wakasema, Bwana mkubwa, hii kazi haiwezekani. Hata tungenunua mikate ya dinari 200, bado haitatosha mtu ale kipande kadogo hiki, haitatosha. Sasa watumishi wa Mungu, tusikizane, kwa sababu hapa tunataka kuelewa maana ya kuwa Roho Mtakatifu kuwa msaidizi. Kwa hiyo baada ya kukwama, wakanyosha maelezo. Hebu sema, wakanyosha maelezo. Wakamwambia, Bwana, hapa hata dinari 200. Inawezekana hata dinari 200 waliziona kwenye mfuko wa Yuda. Wanasema hata dinari 200 hazitoshi kila mtu apate kipande kadogo. Kwa lugha nyingine, tumefanya nini? Tumekwama. Haiwezekani. Sasa yeye akiwa msaidizi wao, akamwambia, ketisheni watu. Haleluya. Baada ya kuambia kuna nini, wakamwambia walichonacho pale, visamaki walivyonavyo, akamwambia, ketisheni watu. Mafungo 50, ketisheni watu. Wakaketishwa watu. Akavibariki. Akamwambia, gawanyeni.
Wakala. Baadaye akasema kusanyeni mawasazo. Yakapatikana vikapu 12. Ni msaidizi kwa sababu alifanya kwa niaba yao. Lakini sio kwamba walifanya kidogo na yeye kamalizia. Alifanya 100%, lakini ni kwa ajili yao. Hebu tumadhimishe Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa anapoondoka, ndio maana naomba msikilize, kwa sababu hapa kuelewa msaidizi ni muhimu sana. Anapoondoka anawaambia, alipowaambia naondoka, wakaanza kupata huzuni. Akaambia, najua mmepata huzuni kwa sababu nimewaambia naondoka, lakini muwe na amani. Nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine atakayekaa na ninyi hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ili neno msaidizi mwingine, ukifuatilia lugha ya Kiyunani iliyotumika, walitumia lugha, wala usijali mambo ya lugha, walitumia lugha inayosema allos parakletos. Maana yake ni msaidizi mwingine kama mimi. Haleluya. Sio msaidizi mwingine tofauti na mimi, ni msaidizi mwingine kama mimi. Atakuwa na roho kama mimi, atakuwa na mawazo kama mimi, atakuwa na huruma kama mimi, atakuwa na wajali kama mimi, atakuwa na nyinyi kama mimi, atajishughulisha na nyinyi kama mimi, hata wapungukia kama mimi ambavyo sikuwapungukia. Atakuwa kama mnavyo, kila kitu mnachokipata kwangu mtakipata kwa huyo msaidizi mwingine akija. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Akaambia hamtapungukiwa chochote akija huyo msaidizi mwingine kama mimi, aliye kama mimi, anayefanana na mimi. Alafu akamfafanua akasema ndiye roho wa kweli. Haleluya. Anasema ndiye roho wa kweli, roho wa uhalisia. Bwana asifiwe. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Sasa maana ya Roho Mtakatifu kuja kuwa msaidizi ndani yako hata milele, kwa muktadha huo niliokueleza, maana yake Roho Mtakatifu anaishi kwa niaba yako. Haleluya. Roho Mtakatifu anakuja ndani yako, anaishi kwa niaba yako, anakuwa wewe. Haleluya. Roho Mtakatifu anakuja ndani yako, anakuwa wewe. Lakini hawi wewe kwenye roho yako, anakuwa wewe kwenye nia yako, anakuwa wewe kwenye nafsi yako, kama ukimruhusu. Kwa sababu ngoja kuambie, mamlaka yako wewe na nguvu yako wewe yuko kwenye nafsi yako. Ndio unayeamua leo niende kanisani siende, unaamua kwenye nafsi yako, sio kwenye roho yako. Kwenye nia yako, kwenye mawazo yako ndiko unakoamua. Unakoamua uwe na furaha usio na furaha ni kwenye nafsi yako, sio kwenye roho yako. Unakoamua uwe na huzuni usio na huzuni ni kwenye nafsi yako. Sasa Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kwenye roho yako, yuko tayari, kama umemtambua ni msaidizi ameletwa kwako, na huyu msaidizi yuko tayari kufanya kwa niaba yako 100%, kama Yesu alivyotengeneza mikate akawalisha wote 100%, na bado kumbe alikuwa anafanya kwa niaba yako. Sasa alishawaambia wapeni nyie chakula. Kwa Roho Mtakatifu yuko tayari awe wewe, aishi kwa niaba yako, aishi nafasi yako. Jina lako likiitwa mahali, yeye ndio hahudhurie. Wakikaa mahali wanapanga mambo yako, Roho Mtakatifu afike pale, asikilize wanapanga mambo gani. Alafu awe upande wako, kama mtetezi wako, au upande wako. Lakini ni lazima umruhusu. Haleluya. Na ndio maana ya masomo haya, ili ifike mahali ukubali kumruhusu. Usipomruhusu, atabaki kwenye roho yako, na umezaliwa kama mtoto wa Mungu kwenye roho yako, lakini huku duniani unapigwa kama kawaida, kwa sababu zile changamoto zinazokuja unaambiwa zifanye. Kuna kuja hali ya uhitaji, fanya. Kuna kuja na hali ya ndoa yako, itatue. Kuna kuwa na hali ya familia yako, tatua sasa. Kuna kuja na hali inayohusiana na utumishi uliopewa, haya fanya huo utumishi. Kuna kuja na mambo ya biashara yako, haya fanya biashara, fanya maamuzi, nunua, uza, pata faida, peleka hela benki. Unafanya mwenyewe. Kama ni kupigwa hasara, unapigwa hasara wewe. Kama ni kupata dhoruba, unaipata wewe, kwa sababu wewe ndio unaishi. Pambana na hali yako. Wanadamu wanasema pambana na hali yako. Kwa hiyo unapambana na hali yako.
Vikiibuka vizuri ni vya kwako, kula, ni jasho lako. Haleluya. Vikitokea vibaya, kula, ni jasho lako na hilo pia. Sasa ukifika mahali ukasema hapana, kwa nini nitaabike? Kwa nini niishi kama yatima? Kwa nini nisumbuliwe na ulimwengu na mimi ni mwana wa Mungu? Mbona mimi ni mwana wa Mungu? Baba, mimi ni mwana wa Mungu na nateseka namna. Anakuambia ndio, unateseka kwa sababu hujaruhusu huyu msaidizi niliyekuletea aishi kwa niaba yako. Kwa hiyo nafanyaje? Mruhusu yeye ndiye aishi na uwe chombo cha kumsikiliza, kuongoze. Ukikubali ukasema, Roho Mtakatifu, kuanzia sasa naomba uishi kwa niaba yangu, uishi badala yangu, alafu mimi niwe chombo chako. Uniagize sasa tunaendaje. Kama ni hapa duniani twende kaskazini, twende mashariki. Kama ni kwenye familia tufanyeje, niko tayari. Ukifanya hivyo anakujaza. Haleluya. Tunapoongelea kujaza Roho Mtakatifu ndio hapo sasa. Anakujaza kwa kiwango unavyomwachia. Ukimwachia kiwango, anakujaza, nafsi yako yote anaijaza. Unakuta maamuzi yako yanakuwa maamuzi yake. Haleluya. Cheka yako inakuwa ni cheka yake, na huzuni ikitaka kuja inakuwa ni huzuni yake. Alafu yeye ataamua kama apate huzuni au aendelee kuweka furaha ndani yako. Haleluya. Tuko pamoja, kanisa la Mungu? Wangapi wanaelewa hili jambo? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anatamani awe wewe uwe yeye na yeye awe wewe. Anakuaje wewe na wewe unakuaje yeye? Yeye anakuwa wewe ndani yako. Utu mpya ndani yako unakuwa ni Roho Mtakatifu sasa. Si tumesema umezaliwa kiumbe kipya Kufanywa nafsi yako upya manake ni Roho Mtakatifu umemwachia aishi yote. Amen. Amen. Na kama naishi ndani yako, ndiye atakayefanya maamuzi, ndiye atakayeongoza, ndiye atakayekuonya. Atakwambia hapa pana hila. Mtu anakupigia simu, anakuambia mtumishi, ilienda hivi na hivi na hivi. Alafu Roho Mtakatifu ndani anakuambia pana hila. Pana hila hapo. Pana hila hapo. Kwa hiyo nimjibuje? Anakuelekeza na namna ya kujibu. Kwa sababu ni yeye anaishi sasa. Haleluya. Naona kuwaje yeye. Uona kuwa yeye kama chombo. Bwana asifiwe, kanisa la Mungu. Uona kuwa yeye kama chombo. Kwa hiyo mwili wako ni chombo chake. Kwa hiyo akili zako za kimwili ni chombo chake. Milango mitano ya fahamu ni chombo chake. Tuko pamoja Kwa hiyo yeye anakuambia angalia. Unaangalia. Ni yeye anaangalia kwa sababu umekuwa yeye. Anakuambia nenda pale kwa Steve. Unaenda. Umekuwa yeye. Kwa hiyo unaenda pale. Ukifika kwa Steve, yeye anatenda kutokea ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakuwa kana kwamba yani kama una uhitaji wote unaohitaji. Yani kuwa msaidizi. Anakuwa kile unachotaka awe. Sijui kama hilo litaeleweka haraka. Nirudie. Roho Mtakatifu anakuwa vile unavyotaka awe. Sijui limeeleweka. Yaani unataka aweje kwenye maisha yako? Unataka asimamie kiwango gani kwenye maisha yako? Halazimishi. Ukitaka awe kwako mke bora, ukitaka awe kwako mke, anakuwa mke bora ndani yako. Alafu unasifiwa sana kwenye hiyo ndoa. Unasifiwa sana na mume wako. Ukianza kusifiwa sana na mume wako na huku ulishamwambia Roho Mtakatifu, naomba ndani yangu unifanye kuwa mke bora. Wewe ndio uishi ndani yangu kama mke bora. Mimi niwe chombo chako cha mke bora. Akianza kutenda mume wako akaanza kukusifia, usisahau kurudisha utukufu kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu natamani kuwa mume bora. Na mimi ni chombo chako cha mume bora. Na wewe ndani yangu wewe ndio yule mume bora. Akianza kufanya kazi yake kama mume bora, mke wako akianza kusema mume wangu siku hizi wewe ni moto wa kuotea mbali,
Mume wangu mambo yako mazuri mno. Kwa kweli nimemshukuru Mungu kupata mume kama wewe. Yaani hapa ndani hatupungukiwi. Yaani hapa ndani tumetulia. Hapa ndani tuna amani. Hapa ndani tuna utulivu. Akianza hivyo ukumbuke kumwambia Roho Mtakatifu asante kwa sababu umekuwa mume bora ndani yangu. Hebu tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Haleluya. Anakuwa vile unavyomruhusu awe. Ukisema Roho Mtakatifu unaomba haya ndio ufanye mimi mume niachie nipambane na hali yangu. Atakuachia upambane na hali yako hata kama ni kumtwanga mwenzako ngumi. Hamna shida, itaenda. Lakini sasa umemwachi, umeenda nalo hivyo. Utakapo mnungunikia sana anakuambia lakini huko si umeambia huko utapambana na hali yako. Mimi nabaki mimi ni gentleman. Mimi naenda na utaratibu. Wewe umeniambia huko utapambana mwenyewe. Mimi uliko niruhusu nikushughulikie ni hapa kwenye biashara yako. Hii biashara yako tunaenda sawa sawa. Lakini kwenye hapa umeniambia utapambana. Pambana tu, endelea kupambana. Ni kwa sababu hukupata mafundisho ya kutosha ukawaza eneo la ndoa bana Roho Mtakatifu atanisaidiaje kwenye kuwa mke bora. Hili la kwangu kupambana. Atanisaidia kuwa hili la kwangu. Unapambana na hali yako lakini kwa sababu hujaruhusu Roho Mtakatifu akueleze maana ya kuwa msaidizi ndani yako. Haleluya. Tumaadhimishe wote Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa sababu hiyo naenda kumalizia. Kwa sababu hiyo anahakikisha haui na uyatima. Hebu sema uyatima. Tunafahamu uyatima. Haui kama aliyeachwa. Haui upweke. Hautafika mahali tena ukasema jamani mmenitenga. Yaani unaanza kunanua mmenitenga. Angalia, hamji kunitazama, hamji kunitembelea, hamnipigia hata simu, hamfanye nini? Mmenitenga kabisa. Nimekuwa yatima, nimekuwa peke yangu. Hilo kwako halitakuwepo. Haleluya. Roho Mtakatifu akiwa mtu wako wa ushirika. Akiwa mtu wako wa ushirika, anafunika watu mamilioni kwa mamilioni ambao wangeweza kukuzingira wakawa ndugu zako. Anafunika milioni kwa mamilioni. Yeye akiwa peke yake. Yaani ile furaha, ule utulivu, ule amani, ule utoshelevu utakao upata kwa yeye akikufunika katika ushirika. Unafunika hayo yote. Hebu tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Haleluya. Hebu tuone mstari wa 18. Bwana Yesu hapo kwenye tunaenda kumalizia. Hapo kwenye Yohana 14 mstari wa 18. Huu ni mfupi sana, naomba hata msome jamani. Mmemwachia mchungaji akasoma yote. Okay. Mstari wa 18, hebu tusome 1 2 3 go. Rudia kwa nguvu. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema sitawaacha ninyi yatima, naja wapi? Kwenu. Na Biblia neno anasema sitawaacha ninyi yatima, nitakuja kwenu. Kiswahili kingine anasema mimi sitawaacha peke yenu kama watu wasiokuwa na wazazi, bali nitakuja tena kwenu. Biblia nyingine anasema nyingine Kiswahili cha kisasa zaidi anasema basi tukiache sikioni hapa. Anasema sitawaacha ninyi yatima, nitakuja tena kwenu. Haleluya. Naomba nimalizie kwa kuongea kidogo hili neno la yatima. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo la uyatima liko hivi, na naomba tusikilizane. Unajua mtu kijiachia na kujipambanua kama uliyeokoka, kama uliyepokea nuru ya Kristo, kama uliyempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na umejazwa Roho Mtakatifu, ukianza kutembea kama nuru katikati ya kizazi chenye giza, ukianza kumshuhudia Kristo kama ambavyo Roho wa Kristo ndani yetu anatusukuma kumshuhudia. Kwa kuwa Kristo Yesu alisema msitoke humu mjini kwanza mpaka mjazwe nguvu.
Kwa maana mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kuwa mshahidi manake ni kumshuhudia yeye, ni kumtangaza. Ni kila mazingira unahakikisha Yesu ametajwa. Kila mazingira unahakikisha watu wanamjua Yesu. Tukianza kutembea hivyo, tunatengwa na ulimwengu. Tunanyoshwa vidole. Tunatengwa na ndugu. Tunatengwa na marafiki wa karibu. Tunatengwa na wafanyabiashara wenzetu. Tunatengwa na wafanyakazi wenzetu. Tunatengwa na watu mbalimbali. Wanasema wale sio wetu. Wale ni wale wanaolialia. Wamekosa uelekeo wale. Wale ni wale watu ambao hawaeleweki kabisa. Wale hawezi kukushauri chochote. Kwa sababu ni kweli huwezi kuwashauri chochote kwenye giza lao. Kwa sababu kule ukienda utawashauri mambo ya nuru. Nuru kwao hawaipambanui. Haleluya, kanisa la Mungu. Kwa maana hiyo watakutenga. Siku hizi hatutengwi sana kwa sababu tumechanganya. Hatutengwi sana siku hizi kwa sababu tumechanganya. Tuko katikati ya watu wanatukana mambo ya kiutukufu, sisi tunajikunja. Unasema ukitaka kusema kidogo wanakushambulia, acha wenyewe watapeli wa matapeli mnajifanya mmeokoka. Unajikunja kimya. Kwa hiyo siku hizi wanatukaribisha mpaka kwenye vikao vyao bila shida. Wanatukaribisha, wanatupa kadi za kwenda kuchangia michango mbalimbali. Wanatukaribisha kwenda vikao vya kujenga makaburi ya ukoo, tuwe wenye viti kila kitu, kwa sababu hamna shida tena. Lakini hapo nyuma wakati neema hii ya kutembea na Roho Mtakatifu ilikuwa haijaibiwa, watu huwezi kutembea na Roho Mtakatifu moto usiwache. Mtu asikudanganye. Ukianza kutembea na Roho Mtakatifu moto utawaka tu. Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye atakayejiwasha. Haleluya. Wewe umemwambia wewe mimi uishi kwa niaba yangu, si ndio? Umemwambia uishi kwa niaba yangu. Kwa hiyo sasa wewe ndani yangu, wewe ndio Rodrick mpya ndani yangu. Kwa Roho Mtakatifu ndani yangu ndio Rodrick mpya. Roho Mtakatifu ndani yako ndio Jackson mpya. Ndiye nani Jose mpya. Ndio nani mpya? Yaani unaweka jina lako. Sasa umekubaliana naye kumwambia ninajiachilia kwako. Uwe sasa wewe ndio mtu mpya ndani yangu. Wewe ndio uishi. Mimi niwe chombo. Ukijiachilia namna yako kumaanisha, kwa sababu atakujaribu mtihani midogo aone kama umemaanisha hicho unachomwambia. Usifikiri yeye ni mjinga, yeye ni Mungu Bwana. Haleluya. Mwambie ni Mungu anatujua kuliko. Sema Roho Mtakatifu ni Mungu anatujua kuliko. Kwa hiyo usifikiri ukimwambia tu Roho Mtakatifu nimejiachia, nimesurrender, sasa wewe ndio uishi ndani yangu asilimia zote, alafu mimi niagize tu kama chombo, mimi ni chombo chako. Okay, umemaanisha? Ndio, nimemaanisha kabisa na vichozi vikatoka kidogo. Hamna shida. Naye anafurahi. Lakini hata kabla hajaanza mambo makubwa atakujaribu madogo. Atakujaribu, fanya hili. Ataona umefanya. Fanya hili, utagoma. Baadaye atakwambia, Suli niambia sasa kama maisha niachia nianze kuishi. Nisamee. Najifunza Bwana, nisamee na kuachia kabisa. Ndio unatembea namna hiyo. Lakini akishaanza kuwaka moto, akishajua umemaanisha kaanza kuwaka moto, unafika mahali anajichokonoa mwenyewe. Anafika mahali anachokonoa, watu wanaanza kusema, Bwana, kuna watu wanasema habari za Yesu na kuokoka, wasiwaelewagi. Wewe unafikiri ametoka wapi? Roho Mtakatifu amechokonoa ili alianzisha afu kazi ianze. Haleluya. Akishalianzisha namna hiyo, kinywa chako kinakuwa wazi. Anaanza kutoa neno, anaanza kuwahudumia, mpaka mtu ananyoosha maelezo, anapiga magoti pale, anaongozwa sala ya toba. Roho Mtakatifu amelichokonoa. Wanaanzisha vita. Hebu tumwadhimishe. Haleluya. Bwana Yesu akasema ya kwamba msifikiri ya kwamba nalikuja kuleta amani duniani. Haleluya. Akasema mimi sijaja kuleta amani, bali nimeleta upanga. Nimeleta upanga kati ya ndugu. Ameleta ndugu atamuinukia ndugu. Nimeleta vita, upanga kati ya baba na mama, mke na mtu. Akaeleza pale kwamba ile vita maana yake nini? Maana yake huyu amebeba nuru, huyu uko gizani. Vita. Huyu amepokea nuru, huyu amebaki gizani. Vita. Matokeo yake tumekutenga. Hawa ni wale wanaojifanya wanailia. Tumekutenga. Wewe sio mtoto wetu. Ni wangapi walishasikia watoto wanatengwa kwa sababu wameokoka?
Siku hizi hawatengwi sana kwa sababu siku hizi tunajichanganya sana. Zamani uliko kutengwa ni kitu cha kawaida na sio wapendwa tunampokea. Ametengwa, tumpokee. Tunakaa naye, tunaomba, tunapiga tunamsaidia vitu vidogo vidogo mpaka Roho Mtakatifu anaingilia kati, anapata upenyo, anaendelea. Lakini kutengwa kulikuwa kwa kwenda mbele, kwa sababu Roho Mtakatifu kumwachia ishi yeye, hata washa moto tu. Haleluya. Hata uwashe, wewe hutamwambia awashe. Kwanza anajua wewe hujui kuwasha. Yeye anajua namna ya kuwasha kwa sababu yeye anaenda kwa kushambulia. Yeye ni nuru imekuja duniani. Giza linapambana wala halitafanya nini? Halitaiweza. Kwa hiyo ukimshikisha mahali pale, anaanza na yule unayemuogopa sana, akamchokonoa. Watu wengine nafurahi wewe Patrick hujifanyifanye kuokoka kama wewe. Unajua kuna watu wengine wanajua kuokoka lakini watumii busara, hata akili hazipo. Analiamsha na chokoza namna. Alafu na wewe kama uko kimwili zaidi unasema kweli bwana, kuna wengine hawana hekima hiyo. Mimi nasifia na huyo jamaa kwamba na kumbe ni giza tuliko pale. Anataka umueleze injili kamili iliyonyooka. Haleluya. Na sasa ukikubali kwanza kuongea naye, Roho Mtakatifu ndiye amelianzisha vita, huwa anaanza na kuimaliza mwenyewe. Wewe mwachie tu. Yeye huwa anaanzisha vita na kuimaliza mwenyewe. Shida ni kwamba tunataka sisi tuanzishe tukiwaza tumeanzisha sisi. Ukifanya hivyo mambo hayaendi. Haleluya. Kwa hiyo napomalizia ni kwamba ni raha kujiachia kwa Roho Mtakatifu awe mshirika wako wa karibu. Hautasikia uyatima hata siku moja. Hautaachwa hata siku moja. Nikueleze kitu kimoja. Hautapelea kwenye hali yote ulionayo. Kama uko kwenye ndoa, hautasema ndoa yangu imekuwa miiba. Ndoa yako itakuwa laini, iko kwenye sufi kwa sababu Roho Mtakatifu umewaachia. Kama wewe ni binti, ni kijana, hujaolewa, hujaoa na unatamani neema ya Mungu ikuonekanie huko, mwambie tu Roho Mtakatifu. Tena nimalizie ile nasikia rohoni. Mwambie Roho Mtakatifu, mimi ni kijana nahitaji mke yule mzuri uliniandalia. Mimi ni msichana, mimi ni binti, ninahitaji yule mume mzuri ulinikusudia wewe. Naomba sasa uishi ndani yangu. Haleluya. Mnakumbuka tulisema kwamba anakuwa vile unavyotaka wewe? Wangapi wanakumbuka hilo? Nilisema Roho Mtakatifu anakuwa vile unavyotaka. Kwa hiyo mwambie, Bwana, ninahitaji sasa uwe msichana yule mzuri ambaye yule uliniandalia akiniona tu anapigwa ganzi mpaka nipate. Naomba sasa wewe uishi, mimi niwe chombo. Mimi nimejiachia kwa chombo, wewe binti yule mzuri ambaye umekusudia kwa ajili ya yule mtu. Ukimaanisha akianza tu hata kama zamani alikuwa nakupita, shalom Bwana asifiwe, anajunguka Bwana asifiwe, na unakuwa kawaida kabisa. Alafu umesha Roho Mtakatifu anakuambia si unaona nimeanza kazi. Asante Bwana. Haleluya. Hebu tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Anakuambia si unaona nimeanza kazi. Ndio Bwana. Sasa usiende makeke haraka. Nienda kwa speed yake tu. Kwa sababu anamtengeneza, anamtega vizuri, anamweka vizuri. Unamwambia tuko vizuri nini. Hakikupelekesha usipelekeshwe, nenda kawaida tu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anamseti vizuri mpaka mwenyewe anakuja anataka kupiga magoti, unamwambia usipige magoti, wewe ni mwanamume. Kwa sababu Roho Mtakatifu yuko kazini. Hebu tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Haleluya. Yaani tunapelea mengi kwa sababu turuhusu Roho Mtakatifu atufundishe mbinu za kimbingu. Hizi zinaitwa ni mbinu za Roho Mtakatifu za kimbinu. Mikakati ya Roho Mtakatifu ya kwenda. Yaani hutaki ukwame eti unahitaji kuolewa au unahitaji kuoa, alafu unahesabu miaka inakwenda na Roho Mtakatifu msaidizi wako yupo. Yaani atakwamaje kwa mfano? Yeye ndio amewaumba wote hao. Yeye ana uwezo wa kumpeperusha mwanamume toka Dar es Salaam akakuta yuko Geita. Hivi nimefikaje Geita? Yeye ile anaambia nimefikaje Geita, naambia kuna ajira hapo. Okay asante. Na kumbe Mungu amenionekania nimepata ajira. Kumbe ni Roho Mtakatifu tayari umemwachia aishi, anafanya kazi zake na watu wote ni wako wake. Haleluya. Nimalizie kwa kusema hivi. Ni furaha Roho Mtakatifu akiishi yeye akawa ndio wewe. Mimi nakueleza vitu ambavyo nimeviona, hata mimi mchungaji sio kama naongea nadhari hapa. Kwa mfano ukimruhusu Roho Mtakatifu awe ni wewe, usihangaike. Na kuambia vile viliko kwenye upe wako kuviona. Muulize hiki nimekiona Roho Mtakatifu nafanyaje?
anakuambia hiki fanya hivi. Sasa nikuambie, yako mengi ambayo yako nje ya uwezo wako hata wa kujua kama kipo. Kwa hiyo ukimwambia Roho Mtakatifu, wewe ndio unaishi, mimi ni chombo chako, yeye ana uwezo wa kuishi ndani yako, ana uwezo wa kuishi kwa wewe kutembea, akaishi kwenye kutembea kwako, lakini ana uwezo wa kuishi kokote ambako wewe haupo lakini yeye yupo. Wangapi wanafahamu hilo? Lazima tufahamu Roho Mtakatifu ni Mungu, ni nafsi pekee ya kimungu ambayo ilifanya mambo ya ajabu. Yuko duniani na hapo yuko kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Tunafahamu Roho Mtakatifu yuko mbinguni na yuko hapa duniani na yuko ndani ya watu. Bwana Yesu wakati akiwa hapa alikuwa tu duniani miaka 33 na nusu, hakuwepo mbinguni. Roho Mtakatifu tofauti. Yuko ndani yako na ndio yuko ndani ya mwingine na yuko ndani ya mwingine, alafu yuko kwenye ulimwengu akihakikisha kwa habari ya dhambi na haki na hukumu, alafu yuko mbinguni tena. Hebu niambie, kuna linaloshindikana hapo? Tuna msaidizi wa ajabu sana. Kwa hiyo sasa ninachotaka kusema ni kwamba, kwa mfano kule Mwanza kule au kule Bukoba kule, kuna watu wakakaa mahali wanasema, lakini huyu Flora bana au huyu Paulo bana, unajua hamna, anajifanya kwanza kupiga hatua, lazima tufanye kitu. Mnasemaje? Wanaanza kuweka mkakati. Ile uchoka mkakati, Roho Mtakatifu ambaye umemwachia aishi, ni yeye anaishi. Si unajua na pale yupo. Yaani yeye ndio maana ni Mungu. Kwa hiyo yaani ile wanataja tu Flora, ile wanataja tu Paulo, ile wanataja tu na Boniface au yeyote ile wanakisha litaja tu, Roho Mtakatifu naye amehudhuria pale. Naye ni Roho. Sasa akishahudhuria anawaangalia, anasikiza wanaongea, anawatime, anamwingilia mmoja, anampa mawazo mle ndani. Akimpa mawazo mle ndani anaibua, anasema lakini kwani Paulo ana shida gani? Lakini ghafla anawageuka wenzake, anaanza kutoa hoja kinzani. Hebu sema hoja kinzani. Hoja kinzani, wanaanza kukinzana mpaka wanafarakana, mpaka wanapigana, mpaka mission inakufa, mpango unakufa. Roho Mtakatifu amekushughulikia hapa, wewe wala hujui kinachoendelea. Hebu tumaadhimishe Roho Mtakatifu. Haleluya. Naanza kusimama pale ulipo.